Asanteni sana. Sasa nimkaribishe mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya nishati na madini, Mheshimiwa Subira Mgalu, aje kuwasilisha taarifa ya kamati. Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote naomba taarifa hii yote ingie kwenye kumbukumbu rasmi za Bunge. Mheshimiwa Mwenyekiti, kipekee ni kushukuru kwa kunipa nafasi ili niwasilishe taarifa ya kamati ya kudumu ya Bunge ya nishati na madini kuhusu utekelezaji kwa mwaka wa fedha 25/26 pamoja na maoni ya kamati kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2026/2027. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa hii inawasilishwa kwa kuzingatia matakwa ya kanuni ya 121 kifungu kidogo cha 4 ya kanuni za kudumu za Bunge za mwaka 2025 na imegawanyika katika sehemu kuu zifuatazo. Sehemu ya kwanza ni utangulizi na inaeleza kuhusu msingi na muundo wa taarifa, pamoja na pili inaeleza kuhusu utekelezaji wa majukumu ya wizara kwa mwaka wa fedha wa 25/26. Sehemu ya tatu ni uchambuzi kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya wizara kwa mwaka wa fedha 26/27. Sehemu ya nne ni maoni na mapendekezo ya kamati. Sehemu ya tano ni hitimisho. Namna kamati ilivyotekeleza majukumu yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati ya kudumu ya Bunge ya nishati na madini kutekeleza majukumu yake kwa kuzingatia masharti yaliyoainishwa katika katiba, sheria pamoja na kanuni za kudumu za Bunge. Bajeti ya Wizara ya Nishati kwa mwaka wa fedha 25/26 pamoja na makadirio ya mapato na matumizi ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 26/27 kupitia ziara ya tarehe 12 hadi 18 Machi 2026 na vikao vya tarehe 23 na 24 Machi 2026, kamati ilifanya yafuatayo: kupokea na kufanya uchambuzi wa randama ya wizara, kanuni ya 118 kifungu cha kwanza, kupokea taarifa na kukagua utekelezaji wa miradi ya maendeleo iliyotengewa utekelezaji wa bajeti ya wizara kwa mwaka wa fedha 25/26, kuchambua makadirio ya mapato na matumizi ya wizara kwa mwaka wa fedha 26/27. Weka mic vizuri, sauti iweze kutoka vizuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, matokeo ya uchambuzi na tathmini ya utekelezaji wa majukumu ya fungu 58 Wizara ya Nishati kwa mwaka wa fedha 25/26. Mheshimiwa Mwenyekiti, ibara ya 60 inalipa Bunge kujadili utekelezaji wa kila wizara wakati wa mkutano wa Bunge wa kila mwaka wa bajeti. Kwa muktadha huo, kanuni ya 120 kifungu kidogo cha pili ya kanuni za kudumu za Bunge imewekea masharti kwa kamati za kisekta kufanya uchambuzi wa utekelezaji wa taarifa za utekelezaji na makadirio ya mapato na matumizi ya wizara kabla ya kujadiliwa bungeni. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuzingatia msingi wa uchambuzi, kamati ilichambua taarifa ya utekelezaji wa fungu 58 kwa mwaka wa fedha 2026/2027 kwa mujibu wa kanuni ya 120 kifungu kidogo cha pili. Mheshimiwa Mwenyekiti, uchambuzi wa kamati ulijielekeza katika maeneo yafuatayo: kwanza, mwenendo wa makusanyo ya maduhuli; pili, upatikanaji wa fedha za matumizi ya kawaida; na tatu, utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mwenendo wa upatikanaji wa fedha. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 25/26 fungu 58 Wizara ya Nishati ilitengewa bajeti ya jumla ya shilingi trilioni 1,965,745,445. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 79,232,226 zilikuwa ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi trilioni 1,886,513,219 zilitengwa kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi kufikia Februari 2026 wizara ilikuwa imepokea shilingi trilioni 1,165,387,590 na shilingi 90 sawa na wastani wa 59.28% ya bajeti iliyoidhinishwa. Kati ya fedha zilizopokelewa shilingi bilioni 15,011,556,556.22 sawa na wastani wa 1.3% zilikuwa ni fedha za matumizi ya kawaida na shilingi trilioni 1,150,546,044,344 sawa na wastani wa 98.7% ni fedha za bajeti ya maendeleo kama zinavyoonekana kwenye kielelezo cha kwanza cha taarifa hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati imeridhishwa na mwenendo wa jumla wa upatikanaji wa fedha katika bajeti ya fungu 58 hususan katika miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati ilihoji juu ya mapokezi kidogo ya fedha za matumizi ya kawaida ikiwa kama hayakuathiri utekelezaji wa shughuli za wizara ukizingatia na umuhimu wa sekta hii ya nishati nchini. Kamati ilipokea ufafanuzi kwamba fedha hiyo iliyopokelewa licha ya kuwa chini ya wastani
uliotakiwa kufikia Februari 2026 bado haikuathiri utendaji kazi wa wizara. Tunaipongeza Wizara ya Nishati kwa kuweza kuridhika na kiasi alichopokea, na hii ni uthibitisho kwamba bado kuna uwezekano serikali na taasisi zake kupunguza matumizi yasiyo lazima ili kupunguza gharama za uendeshaji serikalini. Maelezo ya ziada yanapatikana aya ya 2.4 ya taarifa yetu kuhusu utekelezaji wa bajeti ya matumizi ya kawaida pamoja na bajeti ya matumizi mengineyo. Utekelezaji wa bajeti ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 25/26 Wizara ya Nishati ilitengewa jumla ya trilioni 1 bilioni 886,513,219 ili kutekeleza miradi ya maendeleo. Kati ya fedha hizo, trilioni 1 bilioni 466,020,274 zilikuwa ni fedha za ndani na shilingi bilioni 420,492,945 zilikuwa ni fedha nje. Mwenendo wa mapokezi ya fedha za maendeleo unafafanuliwa katika kielezo cha 4 cha taarifa yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, bajeti ya fedha za maendeleo za nje imeongezeka ukilinganisha na bajeti iliyoidhinishwa. Kamati ilielezwa kwamba bajeti hiyo imeongezeka kutokana na washirika wa maendeleo kutimiza ahadi zao walizotoa kipindi cha nyuma. Vile vile kamati iliambiwa kwamba fedha hizo zilizotoka kwa washirika wa maendeleo zilizingatia mikataba ya utekelezaji wa miradi inayoendelea kusambaza nishati vijijini na ujenzi wa njia za kusafirisha umeme. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati imeridhishwa na mwenendo wa mapokezi ya jumla ya fedha za maendeleo na inaipongeza sana serikali kwa kuendelea kutoa fedha za utekelezaji wa miradi kwa sekta ya nishati, isipokuwa kwenye mapokezi ya fedha za maendeleo yanayotokana na vyanzo vya ndani ya nchi, maana hadi kufikia Februari 2026 wizara ilikuwa imepokea bilioni 420,492,945 sawa na 27.97% ya bajeti ya fedha ndani. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni ushauri wa kamati kwa serikali kuhakikisha kwamba inapeleka fedha za maendeleo zilizosalia kama ilivyoidhinishwa na Bunge hadi kufikia Juni 30, 2026. Ukaguzi wa miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa kanuni ya 120 kifungu kidogo cha kwanza, kamati ilifanya ziara ya ukaguzi wa maendeleo katika kati ya tarehe 12 mpaka 18 Machi 2026 katika mikoa ya Tabora, Shinyanga na Geita. Katika ziara hiyo, kamati ilifanya tathmini ya baadhi ya miradi ya maendeleo iliyotengewa fedha kwa mwaka wa fedha 25/26. Tathmini iliyofanyika ilijumuisha uchambuzi wa mapokezi ya fedha, hali ya utekelezaji wa miradi husika pamoja na changamoto za utekelezaji wake. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitoe ufafanuzi kwa muhtasari. Mradi wa ujenzi wa kiwanda cha kutengeneza nguzo za zege, mradi namba 3177 Tabora. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu unatekelezwa na kampuni ya kutengeneza nguzo za zege Tanzania ambayo ni kampuni tanzu ya TANESCO. Mheshimiwa Mwenyekiti, ujenzi wa kiwanda hicho una thamani ya shilingi bilioni 7,911,917,500. Hadi kamati natembelea mradi, mkandarasi alikuwa ameshalipwa jumla ya shilingi bilioni 6,350,916,307 na senti 75 sawa na 80% ya thamani ya mkataba. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati ilielezwa kwamba kiwanda hiki kimeshakamilika na kimeshaanza uzalishaji wa nguzo za zege na kina uwezo wa kuzalisha nguzo 80 hadi 120 kwa siku, na vile vile kamati ilielezwa kwamba kiwanda kimetoa fursa za ajira moja kwa moja 62 na za ajira za muda 52 kwa wazawa. Mradi namba 3102 ujenzi wa mradi wa kuzalisha umeme wa kutumia jua Kishapu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu unahusisha ujenzi wa mtambo wa megawati 150 za umeme wa jua kwa awamu mbili. Awamu ya kwanza ujenzi wa mtambo wa megawati 50 na awamu ya pili ujenzi wa megawati 100. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu wa awamu zote mbili utagharimu jumla ya shilingi bilioni 323,096,440,545 ambazo ni fedha za mkopo kutoka shirika la maendeleo la Ufaransa. Aidha, serikali itumia jumla ya shilingi bilioni 2.84 kulipa fidia kwa wananchi waliopisha mradi. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi kamati natembelea mradi huo, awamu ya kwanza ilikuwa imefikia 98.4% na maandalizi ya ujenzi wa mtambo wa awamu ya pili yameanza, na kwa mujibu wa mkataba wa awamu ya pili ya mradi huo yanatarajiwa kukamilika Disemba 2027. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa jumla kamati imeridhishwa na utekelezaji wa mradi huo ambao utaenda kuongezea kiwango cha uzalishaji umeme kwa kiasi cha megawati 150 ambazo zitaingizwa kwenye gridi ya taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati inaipongeza serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweka historia ya kutekeleza mradi mkubwa wa kwanza wa kuzalisha umeme wa jua megawati 150 ambazo zitaingizwa kwenye gridi ya taifa. Aidha, hadi kamati inatembelea megawati 50 za awamu ya kwanza ya mradi huu zilikuwa zimeshaingizwa kwenye gridi ya taifa. Mradi namba 3111 mradi wa ujenzi wa kituo cha kupoza na kusafirisha umeme cha Ibadakuli Shinyanga. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu ni sehemu ya mradi wa uboreshaji wa gridi ya taifa, gridi imara, ambao utakuwa na uwezo wa kupokea na kupoza umeme wa kilovoti 400 kushusha 220 mpaka 33. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu unatekelezwa kwa fedha za ndani ambazo ni shilingi bilioni 207
milioni 992,924,950. Kamati ilielezwa kwamba mradi huu ni wa muda wa miezi 22 na utakapokamilika unatarajiwa kuwa na manufaa makubwa kwa taifa, ikiwemo kuunganisha njia ya Msongo wa kilomita 220 kwa ajili ya kuendesha treni ya mwendo kasi. Vile vile utasaidia shughuli za uchimbaji wa madini katika maeneo ya migodi iliyopo kanda ya Ziwa na hivyo kuwezesha sekta ya madini kukusanya mapato ya kutosha. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati inaipongeza juhudi za serikali kupitia TANESCO katika kuboresha miundombinu ya sekta ya nishati kupitia mradi wa gridi imara. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi wa kupeleka umeme katika vitongoji 15 katika halmashauri ya manispaa ya Kahama pamoja na halmashauri ya Msalala pamoja na vitongoji 15 katika manispaa ya Geita. Kwa maelezo zaidi yanapatikana katika ibara 264 na ibara 265, lakini kamati ilijiridhisha kwamba umeme umeunganishwa katika vitongoji vyote hivyo. Wakati wa ziara ya ukaguzi, kamati ilijionea maendeleo mbalimbali yanayotokana na mradi huu, ikiwemo shughuli za kiuchumi na kwa wananchi ambao zinatumia nishati ya umeme. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ujumla kamati inaipongeza serikali kwa hatua za maendeleo ya miradi ya kupeleka umeme vijijini, vitongojini awamu ya pili A katika mikoa ya Shinyanga na Geita na mikoa mingine iliyopo Tanzania bara. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati pia inapongeza serikali ya awamu ya 6 chini ya kiongozi wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuzindua mpango wa kupeleka umeme vitongojini awamu ya pili B, ambapo jumla ya vitongoji 9,009 vitapelekewa miundombinu ya umeme kwa gharama ya trilioni 1.2. Hakika huu ni mpango mkubwa wa kwanza na wa aina yake katika historia ya usambazaji wa nishati ya umeme vitongojini. Mheshimiwa Mwenyekiti, uchambuzi wa makadirio ya mapato na matumizi ya fungu 58 Wizara ya Nishati kwa mwaka wa fedha 26/27. Vipaumbele vya wizara. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 26/27 fungu 58 Wizara ya Nishati inalenga kutekeleza vipaumbele mbalimbali kama vinavyoonekana katika aya ya 3 na pointi 1 ya taarifa yetu na kama ambavyo vilielezwa na Mheshimiwa Waziri katika hotuba yake, ikiwemo kuunganisha mkoa wa Rukwa, Kagera, Lindi na Mtwara katika gridi ya taifa, kuhamasisha matumizi ya nishati ya safi ya kupikia. Muundo wa bajeti. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 26/27 Wizara ya Nishati fungu 58 inaomba kuidhinishiwa jumla ya trilioni 2,525,401,129,000 ambapo kati ya fedha inayoombwa shilingi bilioni 63,036,293,000 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi trilioni 2,462,364,836,000 ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, fedha inayoombwa kwa mwaka wa fedha 26/27 imeongezeka kwa wastani wa 7.6% ukilinganisha na bajeti ya trilioni 1,745,745,445 iliyotengwa kwa mwaka wa fedha unaisha Juni 26 kama inavyoonekana katika kielelezo namba 5 cha taarifa yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ongezeko la bajeti la mwaka wa fedha 26/27 ni kutokana na serikali kuongeza shilingi bilioni 575,851,617 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Hata hivyo, kama ambavyo kielelezo namba 5 kinavyoonyesha, bajeti ya matumizi ya kawaida kwa mwaka wa fedha 26/27 imepungua kwa asilimia 20.44 ukilinganisha na bajeti ya mwaka wa fedha unaoishia Juni 2024. Makadirio ya makusanyo ya maduhuli. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 26/27 Wizara ya Nishati inaomba kuidhinishwa kukusanya maduhuli ya shilingi milioni 4 sawa na lengo la ukusanyaji maduhuli la mwaka wa fedha unaoishia 25/26 kama ambavyo maelezo ya ufafanuzi yameonekana katika aya 3.3 ya taarifa yetu. Pamoja na aya 3.4 na aya 3.5 imeeleza kwa kina bajeti ya matumizi ya kawaida na bajeti ya miradi ya maendeleo na kama ilivyowasilishwa mapema kwa hotuba ya Mheshimiwa Waziri wa Nishati. Mheshimiwa Mwenyekiti, maoni na ushauri wa kamati. Maoni ya jumla. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati inaipongeza serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutoa fedha hasa za ndani katika kutekeleza majukumu ya fungu 58 ya Wizara ya Nishati hususan katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa muktadha huo na kwa kuthamini mtaji wa fedha za maendeleo unaotokana na kodi za wananchi, kamati inaishauri serikali kupitia Wizara ya Nishati kufanya yafuatayo: kuongeza ufanisi zaidi na ubunifu zaidi katika utendaji kazi wa wizara na taasisi zake ambao utachochea kuboresha huduma zinazohusiana na sekta ya nishati nchini, kwa kuwa sekta hiyo ni miongoni mwa vichocheo muhimu kwa maendeleo ya uchumi wa taifa letu. B, kubuni vyanzo vipya vya ukusanyaji wa maduhuli ya Wizara ya Nishati ambavyo vitaiwezesha wizara na serikali kujiongezea mapato na hivyo kuendelea kutenga fedha nyingi zaidi za ndani kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo.
Wizara ihakikishe kwamba huduma zinazotolewa na taasisi zake zinakuwa bora zaidi ili kukidhi matarajio ya wadau wa sekta ya nishati na kusimamia kikamilifu utekelezaji wa miradi yake yote ili iweze kuakisi viwango bora, uendelevu na kuwepo kwa thamani ya fedha. Mheshimiwa Mwenyekiti, aidha kamati inaishauri wizara kusimamia taasisi zake kwa ukaribu zaidi ili kuhakikisha kwamba zinatekeleza majukumu yake kwa ufanisi. Kamati inaamini kwamba usimamizi madhubuti utasaidia taasisi hizo kuweza kujiendesha bila kutegemea ruzuku kutoka serikalini, na wakati huo huo zitaongeza tija na hatimaye kuboresha huduma na upatikanaji wa nishati nchini. Maoni mahususi. Kipaumbele cha upatikanaji wa nishati vijijini. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati inaipongeza wizara na serikali kupitia REA kwa kuwezesha upatikanaji wa nishati ya umeme hadi vitongojini. Hali hii itasaidia kuongeza kasi ya uzalishaji na ukuaji wa maendeleo nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na pongezi hizo, bado kamati inaendelea kuishauri serikali kuhakikisha kwamba umeme unaopelekwa maeneo ya vijijini ambavyo leo vijiji vyote vya Tanzania vina umeme unafika hadi kwenye shughuli kuu za uzalishaji za maeneo ya vijijini kama vile kilimo na ufugaji, miradi ya maji na kuunganisha kwenye taasisi za umma. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati inaendelea kushauri kwamba upatikanaji wa nishati vijijini uendane na juhudi za makusudi za kuboresha miundombinu ikiwemo kutenga bajeti ya matengenezo ya mara kwa mara na ya haraka pale miundombinu ikiwemo transformers zinapoathiriwa na majanga ya asili. Kuhusu gharama za upatikanaji wa nishati safi kwa wananchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, licha ya juhudi kubwa zinazofanywa na serikali katika kusambaza na kuchochea matumizi ya nishati safi kwa wananchi, bado kumekuwa na changamoto ya upatikanaji wa nishati hiyo na gharama pia. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati imebaini kwamba vituo vya mawakala wa kusambaza nishati safi nchini hawajaenea maeneo ya vijijini. Hivyo hali hiyo huongeza gharama ya usafiri kwa wananchi ambao wengi vipato vyao ni vya chini. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati inaishauri serikali kuhakikisha kwamba inasambaza mawakala hadi maeneo ya vijijini ili kuwezesha upatikanaji rahisi wa nishati safi na kuondoa gharama za usafirishaji. Utekelezaji huo utachangia kwa kiasi kikubwa kuenea kwa matumizi ya nishati safi nchini. Shirika la Maendeleo ya Petroli Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati inatambua jitihada za serikali kupitia TPDC katika ujenzi wa bomba la kusafirisha gesi asilia kutoka Kinyerezi hadi Chalinze pamoja na miradi mbalimbali. Ni ushauri wa kamati kuhakikisha kwamba serikali iharakishe ujenzi wa bomba hili ili kurahisisha upatikanaji wa gesi asilia nchini ili kuendana na mkakati wa kitaifa wa matumizi ya nishati safi ikiwemo gesi asilia. Hivyo kamati inaishauri serikali kwenye mambo yafuatayo. Serikali ihakikishe kwamba inaharakisha ujenzi wa vituo vya gesi asilia iliyoshindiliwa kwenye mikoa mbalimbali kwa kuanzia mikoa iliyopewa kipaumbele ambayo ni Morogoro, Dodoma, Arusha na Mwanza. B, serikali kupitia TPDC na PURA isimamie kikamilifu utekelezaji wa miradi ya gesi asilia kwa ufanisi ili kuimarisha upatikanaji wa nishati ya uhakika ambayo itaweza kuchangia na kukuza uchumi wa viwanda wa wananchi na taifa kwa ujumla. Serikali kupitia TPDC ongeze kipaumbele pia kwenye miradi ya usambazaji wa gesi asilia nchini. Serikali ihakikishe kwamba mazungumzo baina ya wawekezaji wa mradi wa LNG Lindi yanakamilika mapema iwezekanavyo ili kuwezesha mradi huo kuanza kutekelezwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, sambamba na hayo yote, kamati inayoshauri serikali kuhamasisha ushiriki wa sekta binafsi katika miradi ya usambazaji wa gesi asilia, kwa kuwa miradi hiyo ni miongoni mwa miradi mikubwa ya kimkakati itakayoongeza matumizi ya gesi katika uzalishaji wa umeme, matumizi majumbani na viwandani. Mradi wa gridi imara. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na juhudi za serikali kuboresha gridi ya taifa kupitia mradi wa gridi imara, bado kamati inaendelea kuishauri serikali kuhakikisha inakamilisha kwa wakati mradi ya ujenzi wa miundombinu ya kusafirisha umeme ikiwemo njia ya Chalinze Dodoma, Chalinze Kinyerezi Mkuranga, Chalinze Segera ili kuwezesha umeme wote unaozalishwa na bwawa la Mwalimu Nyerere uweze kutumika ipasavyo katika maeneo yote nchini. Hali ya upatikanaji wa mafuta na kupanda kwa bei za gharama ya mafuta nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati inapongeza juhudi zinazofanywa na serikali kwa hatua ambazo inazichukua kutafuta suluhu ya upatikanaji wa mafuta nchini na kwa bei ambayo ni himilivu kwa wananchi. Katika kipindi hiki cha kupanda kwa bei ya mafuta katika soko la dunia kulikosababishwa na vita kati ya Marekani na mshirika wake Israel dhidi ya Iran. Mheshimiwa Mwenyekiti, kupitia vikao tulivyokaa tarehe 2 na tarehe 8 Aprili mwaka 2026 kwa maelekezo ya Mheshimiwa Spika, kamati pamoja na taarifa kuhusu mwenendo wa upatikanaji wa mafuta nchini na bei za bidhaa za mafuta, taarifa pia ilifafanua uamuzi wa serikali kuhusu TPDC kupewa jukumu la kuagiza mafuta kwa kipindi cha dharura. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati ilifafanuliwa kwamba TPDC imeingia makubaliano ya kuleta mafuta kwa muda wa miezi 3 kwa premium ile ambayo wamekubaliana. Hivyo TPDC haitaathirika na kupanda kwa premium katika kipindi chote cha mkataba. Aidha, kwa mujibu wa mkataba huo, TPDC ina nafasi ya kujadiliana
na msambazaji endapo premium itashuka ili kuleta unafuu wa mlaji kwa bidhaa za petroli. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali ilieleza kamati kwamba uamuzi huo ni kwa mujibu wa sheria. Sheria imeruhusu utaratibu mbadala wa kununua mafuta katika kipindi cha dharura kupitia kifungu cha 5(1) na 181 kisoma pamoja na kanuni ya 4A(2) ya kanuni za uagizaji wa mafuta kwa pamoja za mwaka 2017 pamoja na marekebisho yake mwaka 2024. Vifungu hivi vinampa mamlaka waziri anayesimamia masuala ya nishati kuweka utaratibu mbadala wa kununua mafuta nje ya mfumo wa ununuzi wa mafuta kwa pamoja ili kuhakikisha nchi inakuwa na mafuta ya kutosha. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali ilihakikishia kamati kwamba kiwango cha mafuta kinachotarajiwa kuingia nchini kitaendana na mahitaji halisi yatakayowasilishwa na wauzaji wa mafuta ya jumla kupitia uratibu wa mfumo wa uagizaji wa mafuta kwa pamoja, na kama mafuta yatapatikana muda wote. Aidha, kamati iliridhishwa na utaratibu uliotumika wa kuipa TPDC na hatimaye kupatikana mzabuni wa bei nafuu ambaye atakuwa na jukumu hilo, na kwamba kulikuwa utaratibu shindani ndani ya miezi mitatu. Licha ya jitihada zinazofanywa na serikali katika kutatua changamoto hii, kamati na ushauri ambao uliwasilishwa kupitia taarifa ya kamati iliyowasilishwa serikalini. Kwanza, kamati inashauri serikali kusimamia kikamilifu utekelezaji wa hatua za muda mrefu ambazo zinalenga kutatua upatikanaji wa mafuta nchini na siku za baadaye kupitia utafiti wa mafuta unaoendelea katika kitalu cha EAC Mbele. Serikali pia iangalie uwezekano wa kufanya uhamisho wa fedha kati ya mafungu reallocation between votes za matumizi ya kawaida zinazoonekana kuwa na fedha na kuzielekeza fedha hizo katika ruzuku ya mafuta kwa lengo la kudhibiti kupanda kwa bei. Serikali iangalie uwezekano wa kutoa ruzuku kwenye mafuta ambayo itasaidia kutoa uheni kwenye gharama za bei za mafuta nchini kwa kipindi hiki cha miezi mitatu, huku ikiendelea kufanya tathmini juu ya athari za vita inayoendelea juu ya mwenendo wa upatikanaji wa bei za mafuta. Na hatua hii kamati inaamini serikali yetu inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ina upendo na Watanzania, na kama ilivyofanya mwaka 2022 ilipotoa ruzuku ya jumla bilioni 494 kwa ajili ya bei za mafuta Julai 2022. Serikali kwa kushirikiana na sekta binafsi iharakishe utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa matenki ya kuhifadhi mafuta. Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue fursa hii pia kumpongeza Mheshimiwa Spika kwa juhudi na ushauri ambao amekuwa akiutoa kwa kamati. Hali hii imesaidia kamati katika kutekeleza jukumu alilotupa la kufanya tathmini na kutoa mapendekezo na ushauri wa serikali juu ya namna gani au hatua zipi zinaweza kuchukuliwa ili kunusuru wananchi wa Tanzania na changamoto hii ya kupanda kwa bei ya mafuta. Na kamati pia shukuru na kumpongeza Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba pamoja na Mheshimiwa Waziri wa Nishati Deogratias Dijembi kwa mashirikiano waliotoa wakati wa kujadili jambo ambalo tulikabidhiwa na Mheshimiwa Spika. Hitimisho. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa namna pekee naendelea kukushukuru wewe binafsi kwa kunipa fursa ya kuwasilisha taarifa hii. Namshukuru Mheshimiwa Spika Musa Azan Zungu kwa kuliongoza bunge vyema na kwa maelekezo yake ambayo yamekuwa msaada mkubwa katika uendeshaji bora wa shughuli za kila siku za kamati ya kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini. Aidha, namshukuru Naibu Spika Mheshimiwa Daniel Baran Siro kwa namna anavyomsaidia Mheshimiwa Spika kutekeleza majukumu yake, pamoja na wenye viti wa Bunge ukiwemo Mheshimiwa Najma Giga kwa kumsaidia Mheshimiwa Spika kuendesha vikao vya Bunge. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa moyo wa dhati kabisa niwashukuru sana wajumbe wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini kwa imani yao kwangu na kunichagua kwa mwenyekiti wa kamati hii. Napenda kuahidi ushirikiano mkubwa katika kutekeleza majukumu ya kuongoza kamati. Mheshimiwa Mwenyekiti, nawapongeza wajumbe wa kamati yangu ya Nishati na Madini wakiongozwa na makamu mwenyekiti ambao wamekuwa mstari wa mbele katika kuendelea kuisimamia Wizara ya Nishati pamoja na taasisi zilizoko chini yake. Maoni, ushauri na mapendekezo yao vina mchango mkubwa katika kuboresha utendaji wa Wizara ya Nishati, na naomba majina yao yaingie katika kumbukumbu za taarifa rasmi ya Bunge. Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue fursa hii kuwashukuru wananchi wote wa jimbo la Bagamoyo kwa kunichagua kwa mbunge wao na kwa ushirikiano wanaonipa, na ili kuwatumikia ili kujenga Bagamoyo yetu. Na nishukuru pia familia yangu kwa ushirikiano wanaonipa wakati wa kutekeleza majukumu yangu kama mbunge na mwenyekiti wa kamati. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitumie fursa hii kumpongeza na kumshukuru sana Waziri wa Nishati Mheshimiwa Deogratias John Dijembi, mbunge wa Chamwino, kwa kazi nzuri tangu ameteuliwa kwa waziri wa nishati na ushirikiano ambao ameipatia kamati katika kipindi chote cha utekelezaji wa majukumu ya kamati, akisaidiwa na naibu waziri mahiri wa nishati Mheshimiwa Salome Wycliffe Makamba, mbunge wa viti maalum mkoa wa Shinyanga. Aidha, niwashukuru watendaji wote wa Wizara ya Nishati pamoja na wakuu wa taasisi zake REA, TPDC, EWURA, PPBA, TANESCO
PURA na kampuni tanzu zote chini ya uongozi wa makatibu wakuu wa Wizara ya Nishati ambao ni Mhandisi Felician Jason Mramba, Katibu Mkuu Wizara ya Nishati anayeshughulikia umeme na nishati jadidifu, na Katibu Mkuu Dr. James Mataragio ambaye anashughulikia mafuta na gesi asilia. Kamati inatambua mchango wa watendaji hao katika maendeleo ya sekta ya nishati na inaendelea kuwatia moyo kwamba wafanye kazi kwa bidii. Na washukuru wenyeviti wa bodi zote za taasisi chini ya Wizara ya Nishati pamoja na wajumbe wa bodi kwa kazi nzuri kusimamia taasisi na ushirikiano kwa kamati pamoja na wadau wote wa sekta ya nishati. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwisho lakini sio kwa umuhimu, na washukuru sana watendaji wote wa ofisi ya Bunge chini ya uongozi wa Katibu wa Bunge Wakili Baraka Leonard kwa kuisaidia kamati kutekeleza majukumu yake hadi kukamilika kwa taarifa hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya maelezo hayo, naomba bunge lako likubali kupokea na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya fungu 50 Wizara ya Nishati kwa mwaka wa fedha 26/27 kama yalivyowasilishwa na mtu wa hoja. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha na ninaomba kuunga mkono hoja. Asante sana. Asante sana.